Iran imesema imeanzisha mashambulizi ya ndege isiyo na rubani dhidi ya vituo vya Marekani nchini Kuwait pamoja na Bahrain. Jeshi la Iran limesema limeanzisha mashambulizi mapya ya ndege isiyo na rubani drones dhidi ya kambi na vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait pamoja na Bahrain. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema katika awamu ya 10 ya operation ya Thunderbolt, jeshi la Iran lililenga mifumo ya rada na ulinzi wa jeshi la kigaidi la Marekani nchini Kuwait na Bahrain kwa kutumia ndege isiyo na rubani zenye uwezo mkubwa wa uharibifu. Kwa mujibu wa taarifa ya mashambulizi yalilenga mifumo ya rada ya Marekani, mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot pamoja na magari ya mafuta katika kambi ya Al Salam nchini Kuwait. Hii ilieleza kuwa mifumo ya mawasiliano na rada ikiwemo rada za Superhawk na mifumo ya Patriot iliyokuwa katika kituo cha anga cha Sheikh Issa nchini Bahrain ililengwa na mashambulizi hayo ya ndege isiyo na rubani. Aidha, Iran imedai kuwa kambi hiyo ya Bahrain pia inahifadhi vikosi vya msaada wa anga vya Marekani ilipata uharibifu mkubwa kutokana na mashambulizi ya ndege isiyo na rubani na makombora yaliyotekelezwa na jeshi la Iran pamoja na kikosi cha ulinzi wa mapinduzi cha Kiislamu IRGC. Jeshi la Jordan limesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuangusha makombora 8 ya ballistic yaliyofatuliwa kutoka Iran kuelekea anga ya Jordan. Kwa mujibu wa shirika la habari la Jordan Petra, ikimnukuu afisa wa jeshi, makombora haya yaliingia katika eneo la Jordan mapema alfajiri kabla ya kuharibiwa. Afisa huyo alisema mifumo yetu ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuyakamata na kuyaangusha makombora 8 yaliyotoka Iran na yaliyokuwa yakielekezwa moja kwa moja katika eneo la Farme. Alieleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa mujibu wa taratibu za ulinzi na operesheni za kijeshi ili kulinda mamlaka ya nchi, usalama wa anga pamoja na wananchi. Jeshi lilisema hakuna watu waliouawa wala mali zilizoharibiwa baada ya makombora hayo kuangusha. Vikosi vya Law Engineering Corps vilikusanya vipande vya mabaki vilivyoanguka katika maeneo mbalimbali kwa kufuata taratibu za usalama. Jeshi pia liliwahimiza wananchi kupata taarifa kupitia vyanzo rasmi pekee na kupuuza taarifa zisizo na uthibitisho pamoja na uvumi. Wizara ya mambo ya ndani nchini Bahrain imesema mfumo wa tahadhari wa kitaifa uliwashwa baada ya mashambulizi ya anga. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, wizara iliwataka wananchi na wakaazi kuelekea katika eneo salama lililo karibu zaidi na kufuatilia maendeleo kupitia njia rasmi za mawasiliano. Jeshi la Kuwait limesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imeanzishwa ili kukabiliana na mashambulizi ya ndege isiyo na rubani kutoka Iran. Katika taarifa yake, jeshi hilo lilisema mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait kwa sasa inakabiliwa na mashambulizi ya hila yanayotekelezwa na ndege isiyo na rubani. Jeshi hilo lilieleza kuwa sauti zozote za milipuko zinaweza kusikika zinatokana na shughuli za kuzuia na kuangusha ndege hizo. Wananchi wametakiwa kufuata maelekezo yote ya usalama yaliyotolewa na mamlaka husika. Msemaji wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Brigedia Jenerali Hussein Mohib, amesema Iran kwa sasa inalenga kuharibu miundombinu ya mashambulizi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, alisema aliongeza operesheni za Iran kwa sasa zinalenga kuharibu miundombinu ya mashambulizi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Baada ya hapo, hatua zinazofuata zitaanza. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kwamba Marekani imefanya mashambulizi mashariki mwa Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim likinukuu vyanzo vya mkoa wa Mosul, Marekani ilianzisha mashambulizi saa 7:27 usiku kwa saa za eneo hilo dhidi ya eneo lililoko mashariki mwa mji wa Bandar Abbas. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema vikosi vyake vilitekeleza hatua za kuimarisha mzingiro wa baharini dhidi ya Iran kwa kuharibu tanka ya mafuta iliyokuwa haina mzigo na ilikuwa ikielekea bandari ya Iran katika Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa CENTCOM, meli hiyo ilionekana ikielekea kisiwa cha Karg huku ikipuuza maonyo kadhaa ya kubadili njia. CENTCOM ilikumbusha kuwa ilirejesha mzingiro wa baharini dhidi ya Iran tarehe 14 Julai, ukilenga meli zote zinazoelekeza au kutoka bandari za Iran. Taarifa ilisema ndani ya masaa 24 ya kwanza, meli 2 za kibiashara zilibadili njia kwa kufuata maelekezo, huku meli moja iliyokaidi ikiharibiwa. Chombo cha habari cha serikali ya Iran kimeripoti kuwa Marekani ilifanya mashambulizi karibu na hospitali ya Metri Bekai mjini Harvard.